Karibu mwana SNS, hapa ni GPS, mimi naitwa Frederick Bundala. Kama umetazama ile episode ya kwanza ambayo hiyo tumededicate kwenye issue ya South Africa na masuala ya baguzi ya wageni, basi utakuwa umepata elimu ya kutosha. Nipo na Henry Mwinuka, Ali Masubi pamoja na DJ Sma. So moja kwa moja guys, twende kwenye jambo zito ambalo tumekuwa nalo kwa kipindi kirefu kwa sasa. Vita vya Iran, Marekani pamoja na Israel. Jambo kubwa miongoni mwa yale ambayo yamejiri katika wiki inayoelekea weekend hii ni siri imevuja, ambapo kuna mvutano ndani ya muungano wa NATO unaoongezeka kufuatia taarifa za memo ya ndani ya Pentagon inayopendekeza hatua za kuwaadhibu wanachama waliokataa kuunga mkono operesheni za Marekani katika vita dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa afisa wa Marekani aliyenukuliwa na shirika la habari la Reuters, memo hiyo inaainisha chaguzi kama kuisimamisha Hispania katika majukumu ya NATO na kupitia upya msimamo wa Marekani kuhusu madai ya Uingereza juu ya visiwa vya Falkland. Hatua hizo zinaonyesha kutoridhishwa kwa Pentagon kutokana na kile kinachoonekana kuwa ni ukosefu wa msaada kutoka kwa baadhi ya washirika wake. Barua pepe hiyo ya ndani ilieleza kuwa baadhi ya nchi wanachama zilishindwa kutoa ruhusa ya matumizi ya vituo vya kijeshi na anga vinavyojulikana kama Access, Basing and Overflight ABO, ambavyo Marekani inaona ni kuwa ni kiwango cha chini cha ushirikiano ndani ya NATO. Miongoni mwa mapendekezo kuna wazo la kuondoa nchi zinazokinzana katika nafasi muhimu ndani ya NATO. Hata hivyo, memo hiyo haipendekezi Marekani kujiondoa NATO wala kufunga vituo vyake vya kijeshi barani Ulaya, ingawa swala la kupunguza wanajeshi bado halijawekwa wazi. Akijibu taarifa hizo, msemaji wa Pentagon Kingsley Wilson alinukuu kauli za rais wa Marekani Donald Trump akisema licha ya msaada mkubwa wa Marekani kwa washirika wake wa NATO, hawakuwa nasi tulipohitaji. Aliongeza kuwa wizara ya ulinzi itahakikisha rais anakuwa na chaguzi madhubuti za kuwafanya washirika wachangie ipasavyo. Taarifa hizi zinakuja wakati Washington ikiendelea kuwakosoa washirika wake wa Ulaya kufuatia kusita kwao kushiriki kikamilifu katika operesheni za kijeshi zinazohusiana na mzozo wa Iran uliochochewa na mashambulizi ya Marekani na Israel pamoja na usumbufu katika mlango wa Hormuz. Hispania imekuwa miongoni mwa nchi zilizokataa kuhusika moja kwa moja, ikikataa kuruhusu matumizi ya vituo vyake vya anga kwa mashambulizi dhidi ya Iran. Waziri mkuu wa nchi hiyo Pedro Sanchez alikataa taarifa hiyo, akisisitiza kuwa maamuzi ya serikali hufanywa kwa nyaraka rasmi, sio barua pepe za ndani. Wakati huo huo, afisa mmoja wa NATO aliambia BBC kuwa mkataba wa kuanzishwa kwa muungano huo hauna kipengele kinachoruhusu kusimamishwa au kufukuzwa kwa mwanachama, jambo linalotia shaka utekelezaji wa mapendekezo hayo. Sma, umesikia hali hii. Tunaona namna ambavyo ni hasira hii ya Donald Trump na nchi yake ya Marekani kwa namna ambavyo nchi za NATO zilimtenga katika vita dhidi ya Iran. Unadhani huo ndio mwelekeo wa mparaganyiko mkubwa zaidi wa NATO na pengine Marekani kujiondoa siku moja katika siku za usoni, ama nini unahisi itakuwa future ya muungano huu wa NATO? NATO inaenda kufa, nilishaongea, na moja ya sababu ni kwamba vita vya Irani vikiisha, target anaifuatia wa Irani ni nchi kuu mbili, ni Pakistan pamoja na Uturuki. Uturuki ni memba wa NATO. Kwa hiyo itakuwa ngumu sana kwa Marekani kusaidi na Israeli wakati anapigana na Uturuki, kwa sababu wote ni memba wa NATO. Kwa hiyo the game plan kwamba atakuja kujitoa, lakini pia hata ukirudi kwa Putin alishasema kwamba NATO is dead, kwa sababu ukiangalia functionality yake hai make sense na mfumo wake how make sense especially sasa hivi. Ila pia tukumbuke, tushaongelea several times GPS, jinsi Trump anavyowadogosha na kuwadharaulisha wa members, iwe ni Starmer, iwe ni wa Ufaransa, iwe ni Macron, ambao wote ni member wa NATO. Sasa unapokuwa juu, na hii ni life lesson tunatakiwa tujifunze, especially kama uko kwenye nyadhifa yoyote ya madaraka. Lil Wayne ana usemi wake mmoja anakuambia, if you kick me when I'm done I'll break your leg, kwamba
unapokuwa juu kwenye madaraka na sehemu ya nguvu, usimistreat watu, usiwe kiburi, usiwe jeuri, usiwe bully, usiwe muonevu, kwa sababu whatever goes up will come down, kitashuka. And on the way down, wakati unashuka, watu lazima watakukanyaga. Kwa hiyo disrespect ambayo amekuwa anaonyesha kwa muda mrefu ni kwa sababu yeye alikuwa na, he holds the cards, alikuwa na karata. Sasa hivi kaingia kwenye mkenge ambao wale aliokuwa na wadharau, yani wamepata nafasi na wao ya kumkaangia huko. Kwa hiyo upande mmoja kuna kakarma fulani ambako pia wanamuonesha aonje na yeye joto la jiwe, lakini mwisho wa siku, kwa ufupi kabisa, NATO is going to die. Yani tutaona very soon, itaendaenda baada ya mazagazaga yote, nani atajitoa. Trump Marekani itajitoa NATO, alafu itaundwa kitu ambacho kimekuwa kinaongelewa kwa muda mrefu sana, security frame ya Ulaya, kwa sababu sofa bado ni tegemezi. Unajua mpaka leo Uingereza wana nuclear missiles zao ni ndo hizo za Marekani ambazo ni Minuteman 3. Kwa hiyo na hiyo ni moja, lakini kuna vitu vingi sana ambavyo bado wanategemea kutoka kule. Mfano kama F-35 na vitu vingine, lakini pia wao wana military industrial complex yao. Kuna Italy wana military industrial complex, Sweden wako vizuri sana, kina Gripen na wengineo, Ujerumani and the same. Kwa hiyo watajitahidi, na kumekuwepo kuna muda mrefu kuna kauli kwamba kuna security frame ya jeshi la Ulaya. Huenda tukawa tunaelekea kule, lakini kwa ufupi ni hayo. Okay, sawa. Ali, mtazamo wako kwa memo hii, adhabu ambayo Marekani inakwenda kutoa kwa NATO, unahisi itakuwa na madhara gani kwa umoja huu? Kwa sababu kwa namna ambavyo Marekani imekuwa ikijionyesha katika sakata hili ni kwamba sisi hatuwahitaji, nyinyi ndio mnatuhitaji zaidi, lakini ukweli halisi ukoje kwa wanachama wengine? Unajua, swala la NATO na Marekani ni swala ambalo ili ulielewe inabidi uweze kurudi nyuma sana. Kwanza, kwa nini NATO ilianzishwa? Sasa unajua swala la Marekani na NATO inabidi uweze kurudi nyuma kwanza ili uweze kujua kwa nini NATO ilianzishwa. Ambapo NATO tunafahamu ilianzishwa mwaka 1949. Lengo lilikuwa ni nini? Lengo la kuanzisha NATO lilikuwa ni kukabiliana na nguvu ambayo Mrusi alikuwa nacho kipindi hicho. Tunafahamu Mrusi alikuwa na USSR ambao tunasema ile USSR ndio ule umoja wa Kisovieti ambao ilikuwa ni block kubwa sana, ikiwa na mataifa mengi sana, ikiwa na nguvu kubwa sana ya kiuchumi in terms of collective GDP, yani ukijumlisha GDP ya mataifa yote inakuwa ni GDP ambayo ni kubwa sana. Sasa NATO ikaanzishwa pia hata kucounter ile military na kutengeneza balance kati ya nguvu za Marekani ama nguvu za ile tunasema kama Western Bloc, ambayo ndio hiyo ikiongozwa na Marekani, pamoja na Eastern Bloc, ambayo Eastern Bloc ndio hiyo ambayo ilikuwa inaongozwa na USSR. Sasa hii Eastern Bloc hata kijeshi pia tayari ilikuwa iko mbali sana. Sasa nini ambacho tunakiona tunaona katika kuanzishwa kwa NATO? Sasa kwa muda mrefu NATO wakati inaanzishwa mwaka 1949, hiyo ilikuwa ni kipindi ambacho the Western Bloc kwa kiasi kikubwa ilikuwa inabebwa na Marekani, huku nchi za Ulaya zikiwa zipo katika kujijenga. Vipo hivyo hata Eastern Bloc. Lakini hizi nchi ambazo zikopo ni nchi za EU zilikuwa zinajijenga, na the whole architecture ama ule usanifu wa kuianzisha NATO ni kuifanya iweze kuwa sehemu ambayo itegemee Marekani. By default NATO inaanzishwa katika kipindi ambacho Marekani ndio taifa kubwa ambalo linajiendesha, wakati NATO yenyewe, mataifa mengi ya NATO muda huo yakiwa hayana nguvu ya kiuchumi, yani hayana nguvu, yanajijenga. Ujerumani ile ya mashariki, ya magharibi, pamoja na mataifa mengine yote, Uingereza, Ufaransa, hayana nguvu za kiuchumi. So nini kilikuja kutokea? Mataifa haya yakalazimishwa yaitegemee Marekani, na baada ya muda yale mataifa yakaja kuwa na nguvu kubwa sana za kiuchumi. Tunajua
Yapo mataifa ambayo yalionyesha maajabu, nasema economic wonders. Ujerumani akaonyesha maajabu tena, na ni miaka 15 tu, lakini Ulaya nzima iliweza kujenga ndani ya miaka 15. Ulaya yote ikawa imeshakuwa ina nguvu tena na imerudi back. Asante ama thanks to the US Marshall Plan, ule mpango wa Marekani ambao ulianzishwa mara tu baada ya vita vya pili vya dunia, ili kusaidia nchi ambazo zinafungamana na sera zake za ubepari kuweza kurecover haraka. Kwa hiyo NATO ilikuwa ni nyenzo muhimu katika Marekani kukabiliana na vita baridi. Sasa tunakuja katika hichi kipindi ambacho vita baridi vilishashinda, yani Marekani alishashinda vita baridi baada ya kuanguka kwa Usovieti mwishoni mwa miaka ya 90. Umoja wa Kisovieti ulipodondoka, obvious Marekani ilishinda vile tunasema vita. Kwa hiyo NATO ikawa irrelevant, yani haina tena ile purpose yake kubwa ambayo ilianzishwa, na ikawa ni liability kwa Marekani. Kwa hiyo kutokana na ile structure ambayo NATO ilianzishwa kwa zaidi ya miaka, tunasema zaidi ya miaka 70 ambayo NATO imekuwa ipo, tayari ule mfumo mzima ni liability katika uchumi wa Marekani, kwa sababu Marekani anatoa zaidi kulikoni ambapo NATO labda inachangia. Lakini unaangalia Marekani ndio akawa anabeba ile sole responsibility, yani yale majukumu, yani yeye ndio anabeba majukumu mengi ya ulinzi wa NATO, kuanzia uuzaji wa silaha, ulinzi wa NATO, mataifa ya NATO mengi yakitegemea Marekani, na hata ile kuchangia sehemu ya GDP. Mataifa mengi yalilala na Marekani ndio akawa anatoa fedha nyingi. Anakuja Donald Trump, anaona kabisa ili Marekani sasa hivi iendane na kasi za modern economy, lakini pia modern tunasema changamoto ambazo ziko sasa hivi, haitakiwi iende na ile modo ambao alienda nayo kina Nixon, kina Kissinger. Marekani inatakiwa ije na mfumo ambao utakuwa ni utafanya Marekani isitoe sana. Najua Marekani inatoa sana, ina budget kubwa ya ulinzi, lakini hivi vote budget vinapotea wapi? Hizi pesa nyingi za Marekani zinapotea wapi? Unaona kwamba hizi pesa nyingi zinapotea ndo kama hivi, kwenda kuservice mara NATO, mara umetoa huku. Donald Trump anataka ibadilishe hiyo, na ili kuibadilisha hiyo hajaanza kupiga kelele za NATO leo, ameanza kupiga kelele za NATO zamani sana. Kwa hiyo ukikaa ukaangalia, kama Marekani ataenda na kile ambacho walikuwa watakifanya muda mrefu, NATO inakuwa ni liability tena. Kutokana na uchumi wa sasa hivi ambao Mchina anakuja kwa kasi, uchumi wake unakuwa kwa kasi. Hivyo kuna huyu Mrusi, hata kama kiuchumi anaweza kuwa sio mshindani wa Marekani, lakini kijeshi ni mshindani wa Marekani by far, kiwa anazalisha na silaha nyingi sana, pengine kuendana na Marekani. Tayari Warusi wana hypersonic, wa China wana hypersonic. Hizo ndio modern technologies ambazo jeshi lolote linatakiwa liwe nazo, sio tu huenda kuwa nazo katika uwezo wa kutumia, bali hata uwezo wa kujilinda nazo. Kwa hiyo unakaa unaangalia, unaona kwamba Trump anajaribu kupambana na kuangalia Marekani ni ukweli ndani ya Marekani, lakini imekosekana rais ambaye ataweza kuikwamua Marekani katika huu mfumo mpya ambao anautaka. Sasa approach ambayo amekuwa anaitumia Trump ndio ambao ni mbaya sana kwa NATO. Kwa nini? Ni kwa sababu imekuwa ni approach ya kuwa boss around, na mwanzo nahisi walikuwa hawajamfahamu. Sasa hivi wameishamfahamu kwamba huyu kama anazingua na sisi tumzingue. Ndio maana unaona kwa mara ya kwanza hawajapeleka msaada. Leo Pete Hegseth, tunasema katika the latest, maana inaweza leo video inapofikia mtu ni jana. Kwa hiyo tuseme katika the latest kauli ya Pete Hegseth, waziri wa vita wa Marekani, ni kwamba anaongelea pia kwa washirika wao wa EU kwamba walitakiwa wajitoe zaidi. Hizi shida ni za kwao, Marekani Hormuz, lakini huo ni ngumu. Hata kama walitegemea Marekani Hormuz, lakini global supply chain ama mfumo wa ugavi wa dunia wa bidhaa ambazo ni muhimu zinazotokea hapo katika hiyo mlango bahari wa Hormuz ni mmoja. Kwa hiyo mfumo huo unapoathiriwa, bila shaka hata Marekani na yenyewe inafanyaje, inaathiriwa, na tumeona katika bei zimepanda sana na vitu vingine. Kwa hiyo Pete Hegseth leo anaongea pia, walihitaji sana Ulaya iwasaidie, NATO iwasaidie, ipeleke majeshi yake pale, ipeleke assets zao kama meli za kivita ili ufungue pamoja, lakini pia wapate ile international support kwamba hili jambo sio la Marekani tu, ni la watu wote, kitu ambacho wamekataliwa. Kwa hiyo na mpaka sasa hivi wanapambania waweze kupata hicho kitu, lakini mataifa hayo yameweza kukataa, na hiyo yote inatokana pengine na kwanza wanalalamika wa kushirikishwa, lakini dunia imeamka.
Ukiangalia vitu nchi nyingi, pengine Keir Starmer angetamani afanye hivyo, lakini siasa za pale, raia wa pale hawataki, kwa sababu sasa hivi Uingereza sasa hivi pengine na matatizo mengi sana kuliko Uingereza ya kipindi cha kina Tony Blair huko. Kwa hiyo ukikaa ukaangalia, na pengine kipindi kile raia walikuwa wajui, sasa hivi raia wanajua kwamba hatutaki taifa letu lishiriki kwenye vita. Kwa wanasiasa wanapokuja kwenye House of Commons ama bunge lile la Uingereza, wanachokitaka wao ni kwamba wawakilishe kile ambacho wananchi wao wanachokitaka. Wasipofanya hivyo, mwisho wa siku watatumbuliwa huko. Kwa hiyo Ulaya nzima hiyo ndio trend. Watu wanataka wanasiasa wao wawajibike katika kusimamia maslahi ya mataifa yao na sio maslahi ya nchi hizi. Kwa hiyo ukikao kaangalia, Trump anakutana na change of eras. Kweli wanataka kuibadilisha NATO, lakini kugusia alivyosema Smart, tunaona kwamba hata kama watafanya hivyo, NATO tayari wanapopa kuanzia. Yapo mataifa kama Sweden ambao wanazalisha ndege za kivita kama vile Gripen, tunaita Saab Gripen fighter jet. Kuna Uingereza wana kushirikiana, wana Eurofighter Typhoon, lakini pia unaenda Ufaransa wana Rafale, ndege nzuri tu, lakini zinaweza zikawa hazifikii labda ndege level ya Marekani. Mrusi pamoja na China sasa hivi naye ameingia, lakini tayari wanapa kuanzia. Kama watakuwa na R&D, research and development, zile ambazo ziko strong kama Marekani anavyofanya, basi wataweza kuwin na unaweza kuja na ndege za kivita ambazo ni kubwa, wakaja na mifumo ya ulinzi ambayo ni mikubwa. Na nikwambie tu, mind you, Uingereza tuna sleeping, kwenye hii block ya NATO tuna sleeping dragon, yani yule ambaye amelala. Ujerumani ni sleeping dragon, yani tunajua wote bala lake. Na juzi ametaka amke, aanze ujenzi wa silaha, yani aanze kuzalisha yeye mwenyewe, kwa sababu silaha nyingi amekopa anampa Ufaransa, bajeti yake ndio anajenga. Sasa anataka aanze kuamsha viwanda vyake, aanze kujenga upya. Sasa wameogopa, EU nzima wameshtuka, wakasema wewe Ujerumani hamna, kwa sababu wanaijua show yake. Wanakumbuka namna Ujerumani alichokifanya baada ya vita vya pili vya dunia. Wanajua level of expertise ambayo Ujerumani ilikuwa imeendelea, lakini Ujerumani wana asili ya kuwa wazuri kwenye uzalishaji wa viwanda. Yani hiyo ni nature yao. Kwa unaweza ukaangalia Ulaya nzima inashtuka, inaogopa, lakini Ujerumani ni tunasema ni sleeping dragon, yani kama anaamka inajulikana kwenye masuala ya ujenzi wa kivita. Kwa hiyo anachokifanya Trump kitaiamsha NATO, na tayari mataifa mengi yanaongea yameamsha uzalishaji wao wa silaha, na tunaona EU ambayo itakuja, ama Umoja wa Ulaya itakuja na mifumo yake ambayo ni ya kujilinda independent, na hii inakuja inaongeza moto katika ile tunaita kama the arms race, vita ya mataifa katika kuzalisha silaha na kumiliki silaha zao wenyewe, huku ikiinua sasa makampuni bila shaka hawa ya Marekani ndio yatakayofaidika, na makampuni ya Israel imekuwa inafaidika sana. Kwa hiyo mimi niweke nukta hapo, mwache ndugu yangu Henry na yeye. Henry, kabla hujapick kwenye issue ya NATO, nataka niongezee nyingine ambayo ina uhusiano pia na hiki ambapo inahusiana na viongozi wa Umoja wa Ulaya wanakutana katika mkutano wa kilele pamoja na wenzao kutoka Misri, Syria na Lebanon nchini Cyprus. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz aliwaambia viongozi wenzake kuwa Umoja wa Ulaya uko tayari kupunguza taratibu vikwazo dhidi ya Iran endapo makubaliano ya kina yatafikiwa, kwa mujibu wa Reuters. Kwa namna fulani hii ni sehemu ya mchango tunaoweza kutoa. What's going on around the world? Unasema? Unaweza kumute sauti Ali. Kwa namna fulani hii ni sehemu ya mchango tunaweza kutoa kusukuma mbele mchakato huu, na tunatumai kufikia usitishaji wa mapigano wa kudumu, alisema Merz. AFP imenukuu kauli za rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa aliyesema kuwa mlango wa Hormuz lazima ufunguliwe mara moja bila vizuizi na bila kutozwa ada, akiongeza kuwa hilo ni la muhimu kwa dunia nzima. Akizungumza kabla mkutano huo, mkuu wa sera za nje ya Umoja wa Ulaya Kaja Kallas alionya kuwa dunia inaweza kujikuta na Iran hatari zaidi iwapo mazungumzo hayatozaa makubaliano madhubuti kama yale ya mwaka 2015 ya mpango wa nyuklia wa Iran ambayo Donald Trump alijiondoa wakati wa muhula wake wa kwanza. Wakati huo sasa, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amewakosoa vikali washirika hao wa Ulaya kwa kile alichokitaja kuwa ni ukosefu wa hatua madhubuti
katika kushughulikia mgogoro unaoendelea katika mlango wa Hormuz. Akizungumza huku mvutano ukiendelea kuongezeka kutokana na mzozo wa Iran, Hegseth aliwatuhumu washirika wa jadi wa Marekani barani Ulaya kwa kubebwa na kushindwa kutumia majeshi yao kusaidia kufungua njia hiyo muhimu ya bahari. Hatuitegemee Ulaya, lakini wao wanaohitaji mlango wa Hormuz zaidi kuliko sisi, alisema, akionyesha kuwa mataifa ya Ulaya yanaathirika zaidi kutokana na utegemezi wao wa nishati inayopita katika eneo hilo. Hegseth pia alibeza juhudi za kidiplomasia za hivi karibuni za nchi za Ulaya, akipuuza mkutano wa ngazi ya juu na kuuita usio na tija. Alisema washirika wa Marekani wanapaswa kupunguza maneno badala ya kuandaa kile alichokiita mikutano ya kifahari na ya kipuuzi. Kauli hizi zinakuja wakati hatua za Iran za kuzuia upatikanaji wa mlango wa Hormuz zikiendelea kuvuruga usambazaji wa nishati duniani, hasa katika masoko ya Ulaya. Baadhi ya viongozi wa Ulaya wameonyesha kutoridhishwa na hali hiyo. Miongoni mwao ni Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambaye amesema Marekani haina sababu ya kulalamika kuhusu ukosefu wa msaada, akieleza kuwa ilichukua hatua za awali peke yake. Marekani haiwezi kulalamika kwa kukosa msaada katika operesheni waliochagua kuianzisha wao wenyewe, alisema Macron. Kauli za Hegseth pia zinafanana na zile za Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amekuwa akihimiza mataifa mengine kuchukua jukumu kubwa zaidi katika kulinda maslahi yao ya nishati, akisema, nendeni mkachukue mafuta yenu wenyewe na jifunzeni kujitetea wenyewe. Sasa Henry, hapa nimeunganisha vitu viwili vinavyofanana. Kwanza ni hiyo memo ya Marekani kuadhibu wanachama wa NATO ambao hawakuonesha support wakati Marekani ikipambana na Iran na mambo ya mlango Hormuz. Lakini pia Hegseth mwenyewe ameita huu mkutano wa nchi za Ulaya kwa Cyprus kama mkutano wa kipuuzi na wa kifahari, na kwamba hawajawa na msaada wowote. Unaonaje hizi kauli, Henry? Mimi hizi kauli wala sizishangai. Kauli za Hegseth, kauli za Trump zimekuwa na mlengo mmoja. Hata JD Vance alipokwenda kwenye mkutano wa wanachama wa NATO, nafikiri mwaka jana, ilikuwa Ujerumani, aliongea vitu controversial sana kuhusiana na NATO pamoja na namna ambavyo nchi hizo zinatakiwa kustep up. Trump amekuwa akilalamikia NATO kwa muda mrefu sana, na unaweza ukadiriki kusema kwamba Trump sio fan wa NATO. Ukiniuliza mimi, yani kwa dimina na matendo yake na sera zake, Trump ni mtu ambaye ameamua kuitumia ile sera ya American First, kwa maana ya Amerika kwanza, ameamua kuitumia mpaka dhidi ya washirika wake muhimu kabisa. Kwa hiyo tumeshuhudia kubadilika kwa sera ya Marekani ya nje. Kwenye ulinzi tumeshuhudia Marekani akibadilisha focus ya mashirikiano na akiwashurutisha nchi za NATO kuweza kustep up kwenye defend expenditure, kuongeza kwa 5%, ambayo kimsingi ile kabla ya 5% bado walikuwa hawawezi kutoa au kulipia kugharamia ile defense budget yao. Sasa hivi amewapandishia kwa 5%, lakini mimi nikiangalia pia kwa undani, nafikiri lengo la kupandisha ile ilikuwa pia ni kunufaisha military complex ya Marekani, kwa sababu supplier mkubwa namba 1 wa silaha katika NATO, jumuiya ya NATO, ni Marekani mwenyewe. Na kwa sababu wanashirikiana nao, ni kama watakuwa wamesainishwa mikataba ile ya first right of refusal. Yani inapotokea labda haki ya hizi nchi kununua silaha fulani, nafikiri kama Ukraine walivyosainishwa ule mkataba wao wa madini, na kama ambavyo Marekani amekuwa akifanya sehemu nyingi, nafikiri kuna namna fulani hizi nchi zinalazimika kununua silaha zake kutoka kwenye makampuni ya Marekani. Na hiyo kitu maana yake, ukiongeza expenditure, maana yake unaongeza fedha, unatanua wigo wa fedha na soko ambalo makampuni ya Kimarekani yanaweza kunufaika nalo, hasa kwa kupitia mwamvuli wa NATO. Kwa hiyo ametumia leverage ya ushawishi alionao, nguvu alionayo, na yeye kuwa mchangiaji mkubwa zaidi wa jumuiya hiyo ya NATO kuweza kuwashawishi. Lakini ukiangalia takwimu zinaonyesha sehemu kubwa ya silaha za nchi za NATO pia zinanunua kutoka Marekani. Kwa hiyo nafikiri Trump amekaa kibiashara zaidi, amekaa kiuchumi zaidi. More
yani amekaa kiuchumi zaidi kuliko hata kimantiki hiyo ya security ya NATO. Na Trump anaamini wao Marekani wamekuwa ndo wakisaidia NATO. Kwa hiyo ukiondoa hiki kilichotokea katika vita ya Iran na wao kwa siku 41 zilizopita, Trump alikuwa haamini kama kuna namna anahitaji msaada wowote kutoka hizi nchi za NATO. Na ndio maana mara nyingi alikuwa anaona kama wanawafanyia favor. Anasema tumekuwa tukiwalinda nyinyi. Hakufikiri kwamba kuna wakati wanaweza wakahitaji kutumia kambi, wanaweza wakahitaji msaada, kama ambavyo huku mwishoni amekuja wakati vita ikiendelea akiomba msaada wa wazi, wamsaidie kufungua mlango wa Hormuz, wamsaidie ndege zake ziweze kutua. Tumeona zikikataliwa ndege za Marekani kutua Italy, tumeona zikikataliwa kutua Spain, tumeona mshirika wake muhimu kabisa Uingereza akitoa masharti mazito kwamba sitaki ndege zako zitue kwa maana ya kufanya offensive attacks, kwa maana ya kushambulia, nataka tu zitue hapa kwa mission za kujilinda. Kwa hiyo wamebishana sana. Unaona mpaka Uingereza wamekuwa, waziri mkuu kabisa amekuwa mara kadhaa akijitokeza wazi na kusema kwamba hawaungi mkono kabisa vita vinavyoendelea. Na Trump amemlalamikia Keir Starmer mara kadhaa. Tumeshuhudia kwamba Keir Starmer amekuwa akikataa kusupport Marekani. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba NATO ni kama iko kwenye hali ya mkanganyiko, na nchi za Ulaya naweza nikasema ziko stranded, yani ziko kwenye hali ya mkwamo, kwa sababu zilishajitengenezea utegemezi kwa Marekani kwa muda mrefu, alafu ghafla zinatakiwa sasa zinakutana na reality, very harsh reality, ukweli mchungu kwamba zinatakiwa zijitegemee, kwa sababu Marekani haonekani kuwa yuko tayari kuendelea kuwa pale kwa ajili ya umoja huo wa NATO. Sasa hii ya kutaka kuziadhibu hizi nchi ikiwemo Spain, nimeona taarifa ile pia inasema kwamba wanafikiri ondoa Spain kwenye umoja huo wa ushirika wa NATO, ambacho sidhani kama kitaungwa mkono na washirika wengine, kwa sababu hata karibu wote wamekataa kushiriki kwenye hii vita ya Irani. Sasa ukiangalia Sky kwa hali hiyo, maana yake tayari kuna cracks, kuna nyufa mbaya sana zimeshaingia kwenye ushirika huu wa NATO. Lakini pia tunatakiwa tuelewe kwamba Trump huyu ametishia, yani kwa mara ya kwanza toka kuanzishwa kwa NATO, unakuta nchi ambayo ni mshirika wa NATO anatishia mshirika mwingine wa NATO kutaka kuinyang'anya eneo la Greenland. Tumeona Trump akitaka kutumia mabavu kuichukua Greenland, na ni vile tu busara kidogo watu wameingilia kati na imeonekana ina backlash, lakini tayari Trump alikuwa kwenye uelekeo wa kuichukua Greenland na bado mpaka sasa anaitaka. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba tayari kule kuaminiana kuliko kwepo, ile trust, ile security umbrella ya Marekani ambayo ndio ilikuwa inatumika kwa nchi hizi za NATO na hasa nyingi za Ulaya, unaona tayari ile imani imepungua. Na ndio maana sasa hivi nchi za Ulaya sasa zimeamua kuanzisha sera ya kujitegemea kwa maana ya kutengeneza defense architecture yao wenyewe, ambayo inaweza isitegemee sana uwepo wa Marekani, kwa sababu Marekani tayari haaminiki, haeleweki, na kwa mantiki hiyo wanatakiwa wajiangalie wenyewe. Kwa hiyo tayari wameshaanza kama michakato, japokuwa itawachukua muda mrefu sana kuweza kujinasua kutoka kwenye makucha au kwenye udhibiti wa Marekani, kwa sababu wana mikataba, viwanda vyao vingi vya silaha ni kama haviko competitive tena kama vilivyokuwa zamani. Kwa hiyo hata ukiangalia zile nchi ambazo ni ambao zinazalisha silaha za kisasa na silaha nyingi zaidi duniani hawapo. Kwa hiyo ukiangalia pengine atatokea Mfaransa kidogo na Mwingereza, na wao wenyewe hawawezi kuhudumia bara zima la Ulaya au ule ushirika wa NATO wote. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa sehemu fulani itawachukua muda mrefu sana. Viwanda pamoja na teknolojia wanaachwa na Mchina, wanaachwa na Urusi, wameachwa na Marekani yenyewe. Kwa hiyo mpaka kuja kufidia hilo gap waje wawakute hawa itachukua muda mrefu. Kwa hiyo wako
kwenye dilemma, unaweza kusema wako kwenye njia panda mbaya sana. Kwa hiyo matamshi ya Hexes Sky, Hexes tunafahamu mlengo wake, na yeye na Trump ni kama mtu na mtoto wake, yani baba like father like son, unaweza ukasema, yani wana kila kitu wanafanana. Kwa hiyo anakwenda na tone kabisa ya Trump. Kwa hiyo sioni namna ambavyo Trump anaiangalia NATO, na hasa kufuatia maki aliandika kwenye tweet siku moja kwamba wamekataa kutusaidia, we will remember that. Yani kwamba uko kukataa kwao wao kama Trump na serikali yake watakumbuka. Ina maana siku ikitokea hizi nchi zimepata changamoto yoyote, basi maana yake ni kwamba Trump na serikali yake wanaweza wasijitokeze kusaidia chochote. Na ndio maana nasema kwa mantiki hiyo zinalazimika kutengeneza mfumo wao wa ulinzi, kutengeneza military complex yao ambayo itashamiri au walau itakimbizana kuendana na mahitaji ya sasa, kwa sababu wanaendelea kuwa na hofu kubwa sana dhidi ya, hasa kwenye ile tunaita ni Eastern Flank, upande wa mashariki ambako kuna Urusi kule. Wanaamini Urusi muda wowote, ndivyo nchi za Ulaya mentality yake ilivyo, kwamba Urusi atawavamia muda wowote. Na nafikiri kuna taarifa ilitoka ya majenerali wa Ujerumani mwaka jana ikisema kwamba Ulaya ijiandae, Urusi wanaweza wakaivamia ndani ya miaka 2 ijayo. Sasa hali kama hiyo inawafanya wao wajiwekeze zaidi kwenye eneo lile la mashariki, ambako ndiko kuna vita inaendelea sasa hivi na Ukraine. Na tumeona European Union jana, kama sio jana, juzi wamekubali kutoa msaada kwa Ukraine wa zaidi ya dola bilioni 100 ambazo zitaenda kuisaidia Ukraine kwenye mapambano yake na Urusi. Na wamesema huo mkopo wamewapa masharti mepesi tu, kwamba utalipwa pale ambapo ikitokea Urusi wamelipa kitu kinaitwa war reparations. Kwa hiyo Urusi wakilipa fidia ndio wao Ukraine walipe. Naam. Samani, naomba uendelee, ila wakati huo Sky, naomba fanya research. Kuna taarifa kwamba Witkoff na Kushner wanaenda Pakistan kwa sababu ya kuongea na Ragachi, waziri wa mambo ya nje wa Iran. So wakati ninayo hapa akimaliza Henry nitawapa. Yes. Kwa hiyo okay, hakuna shida. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba hatima ya NATO kwa kweli ukiniuliza mimi iko kwenye mashaka makubwa, na tutegemee vita ya Ukraine, tutegemee uwepo wa Donald Trump na kubadilika kwa sera za ulinzi na mambo ya nje ya Marekani, pamoja na vita ambayo imetokea hapa karibuni ya Iran na Marekani na Israeli. Hivi vyote kwa pamoja na kuimarika kwa mahusiano kati ya Urusi pamoja na Marekani, na safari ya Trump, kwa sababu Trump, unajua bahati mbaya kwa Marekani na NATO ni kwamba Trump anamuhusudu Putin, anamuhusudu Xi, anamuhusudu Kim Jong Un. Yani anawatamani hawa watu. Na kuna siku akiwa Ikulu alizungumza wazi, kasema bwana, hawa watu nchi zao, rais akisema kushoto wote wanaenda kushoto, akisema kulia wanaenda kulia. Akasema natamani na sisi tungekuwa hivyo, lakini ndio vile haiwezekani. Kwa hiyo ni mtu ambaye anawahusudu hawa watu, na wakati mwingine unaona kabisa anatamani pengine ingewezekana aweze kubadilisha mfumo wa kiutawala wa Marekani uendane na nchi kama China, Korea ya Kaskazini, pamoja na Urusi. Sasa kwenye muktadha ambao Marekani na Urusi wanakuwa na mahusiano mazuri, na nyakati zote wakati Trump akiwa kwenye madaraka huwa anaboresha uhusiano wake yeye na Urusi. Maana yake muhanga namba 1 anakuwa ni nchi za Ulaya pamoja na NATO, kwa sababu anakuwa hana interest sana ya kuingia kwenye confrontation pamoja na Urusi. Anakuwa yuko na interest zaidi ya kuboresha mahusiano yake na Urusi. Kwa hiyo yote kwa yote ukizijumlisha hizi sababu zote, unaona kabisa kama tunafanya betting, basi hii mechi ni ngumu kwa NATO kuliko vile ambavyo ipo kwa Marekani, ambayo yenyewe inaonekana kama ina uwezo wa kujisimamia yenyewe na haina interest ya kuendelea kuwabeba au kuwasaidia hizi nchi nyingine ambazo ziko chini ya mwamvuli wa NATO. Sawa. Kuhusiana na ile ambalo ameraise hapa Smani, update mpya ambapo kwa mujibu wa maafisa wa Marekani walionukuliwa na CNN, Rais Donald Trump anatarajiwa kumtuma mjumbe wake maalum Steve Witkoff pamoja
na mshauri wake wa karibu Jared Kushner kwenda Islamabad katika siku zijazo. Wawili hao watashiriki mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kufikia makubaliano. Makamu wa rais JD Vance hatarajiwi kuhudhuria kwa sasa kutokana na spika wa bunge la Iran Mohammad Baghel Ghalibaf, anayechukuliwa na maafisa wa Marekani kuwa kiongozi wa ujumbe wa Iran, kutokuwepo katika mazungumzo hayo. Hata hivyo, Vance yuko tayari kusafiri kwenda Islamabad ikiwa mazungumzo yataonesha maendeleo, huku baadhi ya wafanyakazi wake wakitarajiwa kuwepo kwenye majadiliano hayo. Witkoff na Kushner wamekuwa wakifanya mazungumzo ya ndani kwa miezi kadhaa na maafisa wa Iran, hasa kuhusu swala la nyenzo za nyuklia na uwezekano wa kufikia makubaliano mapana. Wakati huo, Araghchi amethibitisha kuanza ziara aliyoita ya wakati mwafaka kuelekea Islamabad, Muscat na Moscow. Kupitia mtandao wa X alisema safari hiyo inalenga kuimarisha mahusiano ya pande mbili na kuratibu na washirika wa kikanda kuhusu maendeleo muhimu. Majirani zetu ni kipaumbele chetu, aliandika Araghchi. Maafisa wanaona ziara ya waziri huyo wa mambo ya nje wa Iran nchini Pakistan kuwa hatua muhimu kuelekea kurejesha mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Washington na Tehran, jambo linalotoa matumaini ya kurejea kwa juhudi za kidiplomasia. Sma, umesikia kwamba katika mazungumzo haya JD Vance, makamu wa rais wa Marekani, hata kuwepo, lakini pia kwa upande wa Iran Mohammad Ghalibaf ambaye ni spika wa bunge alishaonesha kutokuwa na imani na Marekani na anaonekana kwamba hata kuwepo katika mazungumzo haya. Unadhani hatakuwa na tija tena kwa sababu wale watu ambao wana maamuzi ya juu zaidi hawatakuwepo? Yani kuna mtu ambaye ametajwa kuwepo hapo, najua ataenda kuvuruga kabisa hayo maongezi, ambayo ni Jared Kushner, ambaye ni mtu ambaye anafahamika ni juu anasimamia maslahi ya Israeli. Kwa hiyo ni sawasawa, in reality ni kwamba Israeli inaenda kuongea na Iran. Hicho ndio kinachoenda kutokea. Kwa hiyo haya maongezi sioni yakizaa tija yoyote, yani kwa ufupi black and white. hauna mengi ya kuongea. Kwako Masubi, mazungumzo haya unaona yanaweza kuwa na tija yoyote? Mi kwanza nikwambie tu ninashindwa kuelewa kitu kimoja, na najua ndugu yangu Henry atakuja hapa na point ambayo itakuwa nzuri pia zaidi. Kwa nini nasema hivi? Tunafahamu so far wa Iran walikuwa wamekataa kabisa kukaa chini mezani na kuongea na Marekani, na tunajua kabisa moja ya sababu ya blockade ni kulazimisha wakae chini waongee. Sasa ambaye alikuwa ni desperate, though jana Trump pia watu wafahamu kwamba ametoa kauli kuonesha kwamba wao wana luxury of time. Kumbuka sisi wengi tuliongea, ikiwemo mimi, kwamba Iran wanaweza kuwa na luxury of time, lakini Marekani hawana luxury of time. Yani ule muda, nani ambaye ana shauku zaidi, muda haupo upande wake. Sasa Trump kasema wao muda upo upande wao, wanaweza wakasubiri na kusubiri, lakini sote tunafahamu ni uongo. Sasa hii safari ya Araghchi kutoka Iran inatangazwa kwamba sio safari ya kwenda kwenye mazungumzo, na tunafahamu Iran mazungumzo hayaendeshwi na Araghchi peke yake. Kwa sasa nini kinachotokea? Tunaona ni kama huyu Steve Witkoff na bwana Jared Kushner wanajaribu kutumia kama nafasi ya wanatumia kama opportunity hii kwamba huyu anaenda, kwa sababu safari imetangazwa ni trip ya Araghchi kwenda Islamabad, kwenda Muscat na kwenda Moscow, na lengo sio mazungumzo. Lengo la safari anavyodai ofisi yake ni kwa ajili ya kwenda consultation, yani kupata ushauri na kupata briefing na mashirikiano zaidi, pia kujadiliana kuhusiana na kinachoendelea Mashariki ya Kati. Sasa hiyo ndio lengo. Tunashangaa tena haraka sana Jared Kushner na Steve Witkoff wanatoka wanaenda Islamabad. Sasa inafikirisha kidogo, yani kwa nadhani sasa hivi wachambuzi wengi watakuwa wanajiuliza what has happened, kwamba huyu katoka kwa safari tu ya muda mfupi, na ni kama Wamarekani wanaweza kuwa wameteka opportunity, kwa sababu hawezi akaenda Islamabad huyu bwana Abbas Araghchi bila kuwapa taarifa. Kwa hiyo aidha baada ya kuwapa taarifa Islamabad kina Asim Munir, labda bwana anakuja huyu, wenyewe wameamua kuchukulia hiyo nafasi kwenda. Na Iran ni nchi ambayo ni tunasema ina discipline, kwamba Araghchi anaenda pale
tayari ni ziara ya kikazi ambayo imekuwa approved. Hiki ni kipindi cha vita, kwa ile ziara imekuwa approved kwamba anaenda pale ni kwa ajili ya maslahi ya nchi ya Iran. Kwa hiyo inafikirisha sana hapo kuhusiana na hii safari, kwa sababu tunajua position ya Iran bado hawataki kukaa chini ku negotiate kwa mazungumzo yoyote ambayo haya address vile vitu vya msingi ambavyo wao wanafanyaje, wanavitaka. Kwa hiyo ukikaa ukafikiria, unaona kabisa pengine wa Marekani wanaenda kuongea nao ama kupresent kitu ambacho kinaweza ikawa ni kizuri zaidi. Ni kama proposal ambayo huwezi ukaona kwenye mainstream ama kwenye media inavyoonyeshwa, lakini sote tunajua hali halisi ya Marekani, kuna vitu vingi haviko sawa. Mazungumzo haya yajayo haya ambayo watu wazito waliokuwepo katika kikao cha kwanza hawapo, Talibaf, JD Vance kwa upande wa Marekani na Iran, haya ambayo yana kina Jared Kushner mkwe wa Trump na Steve Witkoff kwa upande wa Marekani na upande wa Iran, Aragchi, unayaona yana tija yoyote? Yanaweza yakawa na tija kiasi, lakini sio kwa level ile ambayo yangekuwa na tija kama viongozi hawa wawili uliowataja wangekuwepo, kwa maana ya spika wa Iran pamoja na makamu wa rais wa Marekani. Hizo ni nafasi kubwa. Kwa hiyo level ya maamuzi au discussion inaweza ikawa more expansive na ikawa pia ina nature ya decision ambazo ziko a bit tougher zaidi. Lakini hawa walioenda wote ni wale ambao hawatakuwa na uwezo wa kufanya maamuzi pale pale kwa chochote. Kwa hiyo bado watapokea and then consultation itatakiwa kufanyika. So mimi nafikiri Trump na watu wake kama alivyosema Masubi, hawa wameangalia ratiba, kwa sababu haiwezekani Alachi atangaze kwamba atakuwa na ziara kwenda Uturuki, kwenda Islamabad pamoja na kwenda Moscow, halafu wao baada ya muda kidogo wanaonekana watakwenda Islamabad. Kwa hiyo ni kama vile wanajaribu kukapitalize kwenye huo uwepo wa Alachi pale Islamabad, wajaribu pia convey, wanaweza pia wakawa wametumwa convey message fulani, kwa sababu more direct, kwa maana ambayo inaweza ikawa inaendelea kusisitiza, kwa sababu tunafahamu wao ndio, unaweza ona pia wanatoka mbali sana, zaidi ya masaa 10 na kitu, 19 sijui 10 na ngapi, kutoka Marekani mpaka wanafika Islamabad. Sio safari ndogo, huwezi kumtuma mtu tu huko hivi. Kwa maana yake ni kwamba Trump anapambana kuhakikisha kwamba anapata chochote kitu kwenye hili jambo, na amekuwa akitoa kauli za kwamba, kwa mfano amesema ceasefire imekuwa extended indefinitely, lakini pia amesema jana kwamba amewapa nafasi Irani, kwa sababu serikali ya Irani iko kwenye mparaganyiko. Kwa hiyo anawapa nafasi waweze kuclear hiyo turmoil ambayo ipo pale ndani, alafu waje na maamuzi ya pamoja. Sasa hivyo vyote vinapingwa na Wairani wote, viongozi wote jana wametweet, rais, speaker, wanasema hakuna kitu kama hicho, na wote wamepledge allegiance na wamepledge support yao kwamba wao wako chini ya uongozi wa Ayatollah Mujtaba Khamenei. Kwa hiyo akasema hicho kinachotamkwa kwamba hakuna umoja sio kweli, na ndio maana umeona Wairani mpaka leo wamekuwa zaidi ya wiki sasa wanaenda kwenye vile viwanja vya mapinduzi, vile revolutionary square ya Irani, wakienda pale na bendera za Irani, wakiandamana, wakionyesha kuiunga mkono serikali. Sasa unaposema hawa watu hawana umoja, hawana coordination, tungeendelea basi kuona ceasefire haifanyi kazi, IRGC si hawana maelewano na hakuna command. Sasa haya mashambulizi yamekoma vipi kule Strait of Hormuz, Middle East pamoja na Israeli, kama hii serikali haina coordination yoyote? Kwa hiyo kuna vitu vingine Trump anavipika ili kuonekana kuna jambo, yani upande wa pili bado ndo uko kwenye disadvantage na unahaha, sio yeye. Lakini Marekani kuwa wanasafiri umbali mrefu kiasi hiki watu wake, na juzi tena walikuwa tayari kusafiri, alafu Irani wanaonekana hawako tayari, unaweza ukaona nani yuko desperate, yuko na ana shauku na kiu zaidi ya kutaka kufikia kwenye hali fulani ya peace deal. Kwa hiyo mimi nafikiri wanajaribu kuendelea kuonekana kwamba kuna stage ya diplomacy inaendelea kufanya kazi. Kwa hiyo hii inasaidia kuonyesha kwamba
they are trying. Lakini pia nafikiri huenda wamejifunza kwamba Wairani pengine hawawezi kurudi nyuma. Kwa hiyo kuna haja ya kuendelea kujaribu kuona namna gani wanaweza wakatafuta compromise ambayo inawezekana ikasababisha hili jambo liweze kufanyaje, kufikia kwenye mwafaka fulani. Lakini pia matamshi ya Hexes tumeyasikia, ameendelea kusisitiza kwamba blockade inaendelea na blockade ile itakuwa ni global, kwa maana kwa msingi wa hawa kwa msingi wa Irani. Kwa hiyo mimi nafikiri ni hilo tunasema diplomatic play inaendelea ya kusave muda, kuonekana kwamba kuna jambo linafanyika, kuliko hali ilivyo sasa hivi kwamba haieleweki, na pengine wanaweza wasingempata Araghchi ukimtoa hapo ambapo wataenda Islamabad. Yeah. Sky. Hello? Endelea, nakusikia. Ya, nitaka niseme kitu kimoja, kwamba kitu kingine ambacho unaweza tukahisi kutokana na vitu ambavyo vimekuwa vinaendelea siku zaidi karibuni ni kwamba the diplomatic channel ni kama ilikuwa imefungwa, na kisingizio ambacho Donald Trump alikitoa kuonesha kwamba ili kulinda mamlaka yake baada ya ceasefire inaisha na sheria wanatakiwa warudi vitani. Kwa hiyo kisingizio ambacho alitumia yani kukeep kwamba kuonesha bado wako in control, akasema kwamba tatizo ni Iran ndo hali mbaya, yani Iran hawana mfumo mzuri wa coordination wa maamuzi. Lakini wenyewe wa Iran wameongea wote kwa pamoja, kina Khalibaf, kina Abbas Araghchi, kusema kwamba wana ironclad unity. Kwa vyombo vyao vya habari vinaongea, na sote tunajua watu ambao hawana unity, kila mmoja angekuwa anaongea la kwake. Khalibaf angeongea hivi, yule angeongea hivi, kama ambavyo tunaona nchini Marekani, na effect inaonekana moja kwa moja. Kwa sasa nini ambacho tunaamini na kihisi? Ninachokihisi mimi kutokana na kauli ya Trump ambaye ameonekana ni anauelewa sana ni huyu Abbas Araghchi. Abbas Araghchi ndio ameonekana anauelewa na at least anasikilizika, yani anasikiliza reasoning. Wao wanaona hivyo. Unajua Abbas Araghchi ni yuko deep zaidi kuliko ni ilivyo kwa labda tukimwongelea ilivyo kwa viongozi wengine. Kwa hiyo Abbas Araghchi hata Trump kamsifu ni smart, more reasoning, na ndo wale wanasiasa ambao tunasema wako kwenye mlengo wa kati. Hata kama ana hasira vipi, hata kama ana chuki vipi, yeye anaamini katika diplomasia. Lugha yake ya kwanza ni diplomasia, lugha yake ya pili ni diplomasia, lugha yake ya tatu pia ni diplomasia. Sasa nini hapa ambacho tunajifunza ama tunakiona ambacho presumably, yani nahisi mimi ndio kimetokea, ni kwamba baada ya kuona kuna hii nafasi ya Araghchi anaenda, wakisema hapana, tusiache, tujaribu kumpa huyu proposal yetu, anaweza kaifikisha huko ambako inafanyaje, inaweza ikafikia, au tuende tukamsikiliza ili tujue nini kinaweza kikao kinafanyaje, kinaendelea. Ya, kwa hiyo nadhani ni hivyo. Na hii kauli ambayo imekuwepo hivi karibuni ama mjadala mzito unaohoji nani hasa ambaye ana call the shots, nani ambaye ndio kiongozi halisi wa Iran leo, kwa sababu Mojtaba Khamenei tumeona ama ripoti zinavyosema alijeruhiwa na kwamba bado anapata matibabu. Kuna ripoti ya wiki hii imetoka kwamba IRGC wao ndio wanaamua na mambo ya nchi yaende vipi. Nataka nisikie kutoka kwenu guys, nani hasa unadhani anaongoza Iran leo? Nianze na Sma. Sasa hii ndo katika strategy ya kiintelijensia, kutokujulikana mtu ambaye ndo anaongoza IRGC au anaongoza nchi ni moja strategy bora kabisa, kwa sababu watu ambao walikuwa naaminika wanaongoza, especially wote wa muhimu, kuanzia Suleimani, Raisi, all the way mpaka Khamenei, na walioko in between pale wameondolewa. Kwa hiyo kuna mtu mmoja ambaye jina limetoka, ndo kutokana na pita zangu kwenye intelijensia, yeye ndo ambaye ana run vitu na yuko behind the scene. Kwa hiyo sijui nani ana run,
ila ni moja ya heko ya kiintelijensia kutokujulikana who exactly is running the show. Okay. Henry, wewe research zako katika pitapita zako umepata nini juu ya swala hili? Nani ambaye anatoa maamuzi? Nani ambaye anaongoza nchi? Na Mojtaba Khamenei vipi, ni yuko active? Mimi Sky, kwa mtazamo wangu ukiniuliza ni kwamba nchi ya Iran iko intact kwa maana ya ile leadership na mfumo wa ufanyaji maamuzi na ndio maana tunaona kuna vitu vinaenda systematically, vinaenda katika mpangilio. Nchi ambayo haina chain of command na hakuna respect, utaona tu namna inavyofanya mambo yake. Lakini toka Khamenei, Ayatollah mwenyewe mkubwa, ameuawa, kwa sababu huyu amekuja, lakini sidhani kama amepata room ya kujiinstall kama ambavyo ilikuwa kwa baba yake. Kwa hiyo kilichopo hapa ni kwamba mfumo, yani wenzetu wamejenga institution, kwa hiyo mifumo inafanya kazi na hiyo mifumo iko independent ya individual. Kwa hiyo leo hii Arachi asipokuwepo, mfumo umewekwa ambao wizara ya mambo ya nje inafanya kazi. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho mimi nimekijifunza kwenye hii issue ya Iran. So uwepo wa Mojtaba au kutokuwepo kwake, inawezekana kweli akawa pengine aliumizwa, kwa sababu confirmation hakuna, japokuwa wamesema anaendelea vizuri na waliwahi kutoa teaser kipindi kile ya Mojtaba akionekana yuko kwenye situation room fulani. Sasa haieleweki ni AI au sio AI. Kwa hiyo inawezekana pia kutokana na hii decapitation strategy ya Israeli kwamba wakisha kuspot wao hawaoni shida na wanaendelea, of course, na jana wamesema bado wanaendelea, wanaamini kama Khamenei Junior au Mojtaba akiendelea kuwepo, maana yake ataendeleza sera na itikadi zile zile za baba yake. Kwa hiyo kwa wao wanaona kitendo cha huyu bwana, ndio maana kuna watu walisema Israeli wamemtoa Khamenei, wamesababisha Khamenei mwingine amekuja. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho wamekiachieve. Kwa hiyo kwa wao bado wana kiu. Kwa msingi huo inalazimisha Wairani kumlinda kwa hali fulani ya hali ya juu. Nimeona jana taarifa fulani inasema kwamba alipata madhara kidogo kwenye uso na lipsi pamoja na kwenye mguu, na inaonekana wanaomhudumia ni rais mwenyewe Masoud Pezeshkian ambaye kimsingi inaonekana yeye ni heart surgeon, yani ni tabibu wa moyo. Anahusika zaidi na masuala yanayohusiana na moyo, lakini pia ni daktari, halafu pia na waziri wa afya. Kwa hiyo inaonekana hao wawili peke yao wana access na kiongozi huyo. Lakini pia kama Sma alivyosema, kuna jina moja limevuma jana na juzi, jenerali mmoja wa IRGC anaonekana yeye pia na ni headliner, ndo ana contact yao na mawasiliano ya moja kwa moja au halau ya kumuona Mojtaba, na inasemekana pia hawasiliani kwa simu wala njia yoyote ya teknolojia. Kwa hiyo kuna mfumo wa mawasiliano zaidi wa note kwa watu wanaowaamini kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Kwa hiyo mimi ninafikiri kwamba inawezekana ameumia, hicho sio kitu cha ajabu. Kama baba yake walimfikia, huwezi kushangaa kwamba na yeye pengine akawa amejeruhiwa au la. Lakini pia inawezekana ni njia ya kumficha, kwa sababu wanajua akijionyesha kwa namna yoyote ile, kwa sababu in fact vita bado inaendelea. Sio kwamba hii vita, yani hii vita technically hizi nchi bado ziko kwenye vita. Let me say that way. Vita imesimamishwa ila haijaisha. Kwa hiyo mtu akikuotea anaweza akafanya shambulio lolote lile la kuonyesha tu kwamba tulikuwa tumuondoe na huyu, ili sasa wanaamini akiondoka yule kutatokea pengine vurugu kubwa ya nani awe Khamenei, kwa sababu familia ambayo ilijiwekeza kwa muda mrefu imeondoka. Kwa hiyo inaweza ikawa ni advantage kwa Israeli kwenye kuidestabilize Iran pamoja na Marekani. Kwa mimi nafikiri yangu ni hayo, Sky. Naamini unaweza ukawa na research zako pia. Mimi bana, kwanza kabisa niseme Mojtaba Khamenei ni moja ya mistake kubwa sana za regime change ambayo ilifanyika, kwa sababu
kumuua baba yake ilionekana ni rahisi sana, na ni kama mzee mwenyewe alikuwa anatamani aina hiyo ya kifo. Lakini Mujtaba hamna anayejua mengi kuhusu yeye, kuanzia ndani ya Iran mpaka nje ya Iran. Wengi wanakumbuka wakati North Korea Kim Jong Un anaingia madarakani, hamna aliyekuwa anajua mengi kuhusu Kim Jong Un, hayupo. Namna ambavyo alilelewa, lakini pia wengi walijaribu kufuatilia alipokuwa yuko nchini Uswizi kule, ambapo alikuwa analelewa na mama wa bandia, yani mjomba na shangazi yake ambao ndo walikuwa kama wazazi wake. Hamna aliyewahi kujua kama huyu ni mtoto wa rais na ni mrithi wa kiti cha ufalme. Likewise kwa Mujtaba, hamna anayejua mengi kuhusu Mujtaba, hamna anayejua Mujtaba anaamini nini, hamna anayejua Mujtaba ana itikadi gani. Hamna, ila wengi wanachokijua kimoja ambacho ni for certain kwamba Mujtaba ana nguvu sana IRGC, anaheshimika IRGC, na anapendwa na IRGC. Hicho ndicho kikubwa, na ukiwa una nguvu Iran kwenye IRGC, bila shaka unaweza ukaicontrol nchi. Sasa it's funny na inafurahisha wanavyoongea, wanasema kwamba IRGC ndio ina mamlaka sasa hivi. Sasa kama IRGC na mamlaka, ni kawaida katika vita jeshi ndio huwa lina nguvu. Nchi yoyote katika vita tunasema automatically hiyo inakuwa ni emergency situation. Tunasema nchi ipo kwenye hali ya dharura. Sasa kama nchi inapokuwa kwenye hali ya dharura, jeshi ndio huwa linachukua uongozi wa nchi yoyote. Na kipindi chochote cha vita ni automatically ni hali ya dharura inapokuwa ipo kwenye nchi hiyo. Kwa hiyo IRGC wao ndio kusimamia protocol zote katika idara mbalimbali, hiyo ni kawaida. Na kwa IRGC kumlinda labda Mujtaba ama kuwa na mawasiliano ya Mujtaba, hiyo ni kawaida. Kwa hiyo Mujtaba kuna puzzle mbili. Kwanza ni Mujtani, anaamini katika nini? Isije ikawa Mujtaba akaifanya Iran ikawa na nguvu pengine. Kumbuka baba yake Mujtaba aliweka fatwa ama lile tunasema kama agizo la kidini la kuzuia nchi isiwe na nuclear. Vipi kwa Mujtaba Khamenei? Baba yake alikuwa anasema ni yuko very cautious, ana mahesabu mengi, na anakuwa mwangalifu zaidi. Angalia kwenye vita vya siku 12, majibu yake namna yalivyoandaliwa, na mara zote amekuwa ni mtu ambaye paka alikuwa analaumiwa kuonekana kama ni udhaifu, lakini ni umakini. Vipi Mujtaba Khamenei? Kwa hiyo unaweza ukaona kama ambavyo Kim Jong Un tunajua alienda yeye ndio amefanikiwa ukafanya nuclear test. Na mimi baba yake alifanikiwa, yeye akaja tena akafanya nuclear test nyingi kuliko kiongozi yote yule. Na amesema kwamba kumbe alikuwa sahihi kuja na nuclear, yani kuwekeza zaidi kwenye nuclear. Kwa hiyo nini tunajifunza hapa? Ama nini tunaweza tukaona ambacho ni mimi naamini the moment Mossad wamejua Mujtaba Khamenei yuko wapi, hiyo itakuwa kama wataweza kumeliminate, hiyo itakuwa ni karata kubwa sana kwa Benjamin Netanyahu kwenda kusimama kwenye vyombo vya habari akachukulia kama sifa, kama ilivyokuwa kwa Nasrallah, ilivyokuwa kwa Ibrahim Akil, ilivyokuwa kwa viongozi mbalimbali wa Hamas, Ismail Haniyeh, na viongozi wengine. Kwa hiyo hivyo kwa Mujtaba Khamenei, kwa sababu hawawezi wakakubali risk ya mtu ambaye hawamfahamu, lakini wanaamini kwamba kama wakimeliminate Mujtaba Khamenei, wao watakuwa wamekaa katika position nzuri zaidi, lakini watakuwa wamepata karata kubwa ya kwenda kwenye vyombo vya habari, karata kubwa ya propaganda, na Irani inaonekana dhaifu, wao wana nguvu. Iran wanalifahamu hilo, ndio maana kuna very high ambiguity. Mujtaba Khamenei wao wakiongea wanamsema vibaya, amekuwa wounded, amekuwa hivi. Wakati from the moment Ali Larijani anasimamia Mujtaba mpaka anapewa uongozi, maana yake tayari hata kama amekuwa wounded, amekatika mguu, amekatika mkono, lakini mpaka anapewa uongozi, maana yake akili yake kwa uongozi ipo sawa. Na tumekuwa tunaambiwa kwamba Mujtaba Khamenei amekuwa anatoa matamko mbalimbali. Hivi penyewe tunapoongea kuna tamko ambalo ametoa karibu kila siku. Mujtaba Khamenei anatoa matamko mbalimbali. Order ama idhini ya kufanya mazungumzo inatolewa na Mujtaba Khamenei. Kwa hiyo kinacho keep all the parts together, ama anayesimamia ile wilaya al-Faqih ama mfumo ule wa kuiongoza Iran, ambao ndio mfumo nadhani wa Marekani hauelewi vizuri na hawakuwa wanauelewa vizuri, kwa sababu ukielewa vizuri huu mfumo utajua moja kwa moja kufanya decapitation hakuwezi kukacollapse. Huu mfumo umetengenezwa mahsusi ama special kustahimili decapitation ya viongozi, kustahimili regime change mbalimbali. Ndio huu mfumo umeweza kutengenezwa ambao ni wilaya al-Faqih ama mfumo wa utawala wa mwanazuoni. Nimekuwa naongea hili way back huko. Kwa hiyo
kinachotokea sasa hivi Mujtaba ama Supreme Leader ndio anayekuwa sura ya huu mfumo. Sasa hata kama sio Mujtaba Khamenei leo akiondoka, atakuja mwingine, kwa sababu mifumo ya kumpata Supreme Leader imeshatengenezwa. Atakuja mwingine na mwingine tena, na mfumo wao tunaona ulivyokuwa madhubuti. Kwa hiyo unaangalia tangu Ali Larijani anavyosimamia process ya kumpata Mujtaba Khamenei, Mujtaba anapatikana, na leo unaona wa Iran hawaendi kwenye meza ya mazungumzo licha ya kuwepo na blockade. Jana nilisema kwamba mimi ninavyofahamu kimkakati, taifa lolote huwa linakuwa na war chest, yani fedha ambayo unafikiria kwamba nchi inaweza kusurvive bila hiyo fedha na kupiganisha vita kwa muda fulani, labda mwaka mmoja, labda miezi 6. Putin anasema alikuwa na war chest ya zaidi ya dola bilioni 500 ambayo ililengwa kwenye vikwazo, kwamba vikwazo vilikuwa vinalengwa waishambulie ile ili Putin akose namna kuendesha vita. Lakini pia walikuwa na dhahabu, uwezo kupelekea vikwazo dhahabu. Vivyo hivyo naamini Iran wana war chest ya kuwafanya hata hii blockade waende nayo kwa muda. Je, Marekani ana huo muda wa kusubiri? Tunaona hamna. Lakini kingine nilikuwa naamini mimi kama ni military planner, najua kabisa kuna SEAD ama SEAD ni sign of enemy defense system, kwamba taifa lolote linapoingia kwenye vita basi cha kwanza maadui ambacho wanafanya ni kusuppress mifumo ya ulinzi ili anga iwe uchi ama anga isiwe na mifumo ya ulinzi. Sasa wa Iran siamini kama hawakuwa na contingency ama hawajui mbinu za Marekani. Wao naamini kama mifumo ambayo wanayo nje ya surface, basi wana mifumo mingine ya kuifidia ile inayokuwa imeondoka. Sasa tunachokiona sasa hivi kinachotokea nchini Iran na wengi wanashindwa kuelewa ni mfumo ule kuwa intact na nchi yenyewe kama yenyewe inaweza kustahimili na kuweza kusurvive. Mimi naamini Mujtaba Khamenei yeye kama yeye yuko kwenye hali nzuri, lakini ili aweze kuendelea safe ni hivyo tu, kuendelea kuwa katika position ambayo hawa jamaa hawawezi kugundua, kwa sababu wakigundua tunajua wana silaha ambazo wana mbinu sasa hivi ambayo ya kwenda kupiga paka zile bunkers. Na kama kweli yuko na watu, basi hao watu hawatakiwi watoke nje, kwa sababu the moment sasa hivi Marekani anatumia Palant Seal, mfumo ambao ni wa kufanya target acquisition na kuweza kutengeneza kill chain wenyewe kama wenyewe, mfumo ambao unasema umekuwa madhubuti na unasema umekuwa ni mfumo ambao ni wa hatari kweli. Umeweza kutengeneza target ambazo kwa kawaida mpaka sasa hivi 13 zimeshambuliwa ndani ya Iran, mfumo ambao kwa kawaida hizo target zingeandaliwa kwa miaka mingi sana. Pengine zingewalazimu watu wengi, maelfu ya watu kukaa kuandaa hizo target, kuzichanganua na kuzichakata, ambayo ingechukua muda mrefu sana. Kwa hiyo tunachojifunza sasa hivi tunaona kabisa kwamba mimi naamini hawa Iran namna ambavyo wanaendelea, kama watakuwa makini ni kumlinda huyo Khamenei, kwa sababu ndio sura. Lakini hata kama Khamenei ataondoka, bado viongozi wengine watakaokuja wataendelea kushika mfumo. Na Iran tunaona kinachowashikilia ni mahitaji, yani ni yale tunasema ni maslahi ya taifa, ambao wanajua kabisa kwamba hawataki kuingia kwenye mtego wa kunegotiate, yani mtego wa kukubali vitu ambavyo vitakuwa vimewafunga wao kama taifa. Sasa kama hayo ni iko wote, utaiona hiyo Khalibaf, utaiona hiyo kwa Masoud Pezeshkian, utaiona hiyo kwa viongozi wengine wote. Na mind you, jana tuliongea tukasema kwamba Irani na watu, huyu speaker mwenyewe Khalibaf anasema kwamba aligombea urais kipindi cha kina Pezeshkian na akakosa. Hebu imagine huyu Khalibaf leo ambaye ndo anaonekana yuko bora kwenye ile list ya waliogombea, na yeye alikuwepo. Tumeongelea kina Said Jalil, watu ambao wana historia ya kuwa ni hardliners, na bado wako hardliners wengi sana ambao wanaamini kwamba Iran haitakiwi na urafiki wowote na nchi ya Marekani. Kwa hiyo nimalizie kwa kutoa deduction moja ambayo nilikuwa ninaamini kwamba hata Mubelo aliongea, Henry jana kagusia kidogo sana, kwamba Iran wanaweza wakaja na kitu kimoja, kwamba kwa sasa hivi ukiangalia misimamo ya Ruhollah Khomeini ilikuwa ni misimamo mikali kweli kweli. Ndio maana sio ajabu kuona Saudi Arabia wanaichukia ama walikuwa wanachukia Iran kwa muda mrefu, kwa sababu Ruhollah Khomeini alitangaza vita moja kwa moja, akasema kwamba hizi nchi za kifalme ambazo zipo, yani hawa wafalme wamepandikizwa wote kama Shah alivyokuwa kapandikizwa kwetu, lazima tuang'oe ili tuunganishe mfumo mzima wa Kiislamu. Sasa ilikuwa ni misimamo mikali na lazima wakuchukia, lakini tunatakiwa tuamini kwenye coexistence. Kama Israel na wao wasinge adapt hizi mbinu za kupigana na Hamas, kuwapiga wa Palestina, kuwaua, wange adapt tu
kwenye two state solution, kwamba acheni wa Palestina wawe na nchi yao, nyinyi Israeli muwe na nchi yenu katika mipaka inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa, tusingeona, kwa sababu there is no way Israel ataimaliza Palestina, there is no way Palestina itaimaliza Hamas, there is no way Israel ataimaliza Hezbollah. Wako zaidi ya wapiganaji 100,000, almost the same idadi ya wapiganaji kama ambao wanajeshi wa Israel wapo. There is no way hawa Hezbollah wataimaliza Israel. There is no way wataimaliza PMF ama wapiganaji wa Iraq ambao sasa hivi ndio Marekani amewawekea vikwazo, ameweka bond, ametoa bond na vikwazo. Kwa hiyo ukikauka angalia, unaona the only solution ni coexistence. Wote wakubali katika uwepo. Tofauti na hapo watapigana miaka 100 mingine, kwa sababu ideolojia huwezi ukaiua. Kwa hiyo naamini wa Iran wanaweza wakaja pia na kwenye kuondoa kwenye katiba yao ile ambacho kinasema kwamba death to America, tunaita kama death to America, death to ile tunasema death to America, death to Israel, Uyahudi, zile ambazo ziko kwao. Ukienda pia kwa Houthi wanayo hiyo, japokuwa itaonesha kama wamesaliti ile, lakini obvious ile ni irrelevant, yani haito kuja kutokea Israel akaondoka. Tofauti na hapo tutakuwa tuna wadui mpaka mwisho wa dunia, yani mpaka kiyama kinakuja, huo wadui utaendelea kuwepo, lakini pia itategemea na Israel na mabadiliko. Kwa hiyo nisema hiyo ni compromise kubwa ambao wanaweza wakaiweka, lakini kuangalia kingine ni katika huu utawala sasa hivi wa Donald Trump ambao kuna kitu utakiongelea kaka Sky, ni kuambia jana kimetokea, ni air defense za jijini Tehran zimekuwa activated. Unajua mifumo ya ulinzi huwa ni automatic, inatakiwa igundue tishio na yenyewe tu pale kwenye control, tunasema kwenye control, pale kwenye command and control, yani command na mfumo wa maamrisho na uongozaji wa mifumo hiyo, pale wao ndo wanakuwa wanaamua okay, hilo ni tishio, baada ya kuliona kwenye rada inagundua. Kwa hiyo Iran jana inasemekana kuna usiku kuna air defense ilikuwa imekuwa activated na watu wakahisi pengine vita. Bei ya mafuta ilipanda kwa $5. Unaweza ukaona bei ya mafuta kwa hilo tukio dogo tu. Kwa hiyo nadhani pia watu wamekuwa wanataka waangalie sana nini kinaendelea nchini Iran. Bei ya mafuta ikapanda kwa $5, watu wakajua pengine vita vimeanza. Israel wakawa kwanza kabisa kucomment kwamba hamna kinachoendelea, kwamba hamna kilichotokea, lakini sababu za ile air defense kuwa activated zinasema ni drones ambazo zipo kwenye anga ya Iran. Yani kuna drone inasema ziliingia. Sasa moja kitu ambacho inaonekana kinafanyika kikubwa ni kwamba drone activity imekuwa kubwa. Israel anajitahidi sana kuigundua Iran, kuangalia nini kinaendelea, kwa kufanya ISR, na amekuwa anatumia drones za zile drones zao ambazo zinataka kufanya na MQ9. Lakini Marekani pia amekuwa anajaribu kutumia MQ9, lakini hizi tunaita ni MALE, ama unaweza ukasema medium altitude long endurance drone, ambazo zipo kwenye umbali mkubwa sana mpaka futi 50 juu. Lakini pia Marekani tunajua amepoteza MQ9 nyingi sana, na hiyo sio ajabu. Hizi MQ9 Reaper drone ni drone za gharama kubwa, lakini amepoteza zaidi ya 10. Ni kwa sababu tunaona muendelezo wa namna ambavyo zimepotea kwa Houthi. Same technology, na Wairani wamekuwa mabingwa wa kuzigundua drone tangu miaka 2010. Kumbuka ile drone maarufu ya Marekani ya Sentinel ambayo ni stealth drone, na ilikuwa ni teknolojia kubwa walipoinasa 2014. Walinasa wakailua, yani hawakuilipua bali walihack mpaka ikaingia ndani ya nchi ya Iran na wakaichukua. Marekani alitaka paka peleke special force waichukue, na Obama akaongea kipindi hiko irudishe. Na hao jamaa wana historia kukamata drone nyingi za Marekani na kuzifanyia kile tunachokiita kama reverse engineering. Siku chache zilizopita vyombo vimeripoti pia kupotea kwa ile inajulikana kama MQ4 drone, ambayo ni na teknolojia bora zaidi kuliko ni drone ya MQ9. Yani yenyewe ni bora zaidi kiteknolojia, na inapanda katika altitude kubwa kwa ajili ya intelligence, reconnaissance, surveillance. Lakini imefika katika, inasema imepotea, na mimi nahisi haijalipuliwa, kwa sababu taarifa haisemi ililipuliwa.
taarifa inasema imekuwa lower, na hisi kilichotokea kwenye Sentinel ndio kimetokea kwa hii MQ4 drone ambayo ni moja ya drone ambazo ni bora kabisa za Marekani. Kwa hiyo unaona kinachotokea pia kwenye Hermes siku za kwanza za vita, inasema kuna drone ya Hermes iliingia ikalipuliwa. Sijui hilo lipuliwa juu katika huu siku uliopita ni aina gani ya drone, sijui ni aina gani, lakini ndo hizi hamna alternative ya drone nyingine ambazo Marekani anaweza kutumia ama Mwisraeli anaweza akatumia, ndio hizi ambazo wanazitumia. Lakini kuona zinaingia, hiyo ni desperation ya kuhitaji intelligence. Intelligence ni muhimu sana kwenye kupata target acquisition, lakini pia kwenye ule mfumo wa Marvin Palantir, mfumo wa kufanya target acquisition na kutengeneza kill chain, nani tumshambulie, ambao ni mfumo wa artificial intelligence. Mimi ninasema ndio umekuwa unatumika sana, na ni moja ya mifumo ambayo ndio imeipa jeuri Marekani kuingia kwenye hivi vita, kwa sababu unawapa ufanisi wa kupata shabaha. Huu mfumo unahitaji ulishwe chakula cha picha mbalimbali ili uweze kutengeneza hizo target. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa nini kuna hii incident kama hii imetokea, hasa kipindi hiki cha ceasefire. Watu wanataka wajue Mujtaba yuko wapi. Kujua Mujtaba yuko wapi, ukimpata tu nesi mmoja ambaye anamhudumia yule mfumo, ukimuona kumap ndugu zake, kumap anaenda wapi, anaishia wapi, mwisho siku unapata pattern ya anapoenda na pengine Mujtaba alipo. Kwa hiyo unaweza ukaona mfumo huo pia unategemea satellite feed, lakini satellite zina limitation zake. Kwa hiyo nilitaka ni stress hapo. Asante kwa naamini tutatafuta siku nyingine ili topic utaifanya kwa urefu zaidi. So guys, niseme asante sana kwa wana SnS ambao tumekuwa pamoja katika wiki hii ya kwanza ambapo tumerudisha GPS. Tukutane tena Jumatatu. Sasa hivi weekend hatutakuwa na GPS, bali itakuwa ni Jumatatu mpaka Ijumaa, ili tuweze kupata kuvuta pumzi pia na kupumzika. Henry tumemweka ofisini wiki nzima hii mpaka watoto wanamisi baba yao. Kwa hiyo anastahili kurudi hii weekend kuweza kuspend time now. Guys, asanteni sana. Kama kuna ya mwisho kumalizia Sma na Henry. Mimi sina cha kumalizia zaidi kwamba it was the first week ya GPS ya namna hii. Imeenda vizuri, changamoto za hapa na pale za network, lakini tumekuwa tuna adapt, tunaangalia jinsi gani bora ya kunani. Kwa hiyo sasa hivi tuna rekodi, alafu itakuja itatoka. Kwa hiyo ni hilo. Kingine tu niwakumbushe, bado mzigo upo, naendelea kuedit kuonesha jinsi gani Tanzania yetu ilivyo nzuri, materials zinazidi kutoka, na wakaribishe tu watu ambao bado hawajasubscribe kwenye YouTube channel yangu DJ Smart 255 wakaribie huko, na tuombe Mungu weekend iende salama inshallah. Mungu akijalia tukutane tena Jumatatu, lakini tulianza kwa kuongelea kwamba muhimu sana tushukuru hizi neema ambazo tunazichukulia ni ndogo za kawaida. Tuwe tuna utamaduni wa kumkumbuka Mungu kwamba yeye ndo anatuwezesha kila kitu, na tusiwe wachoyo wa shukurani. Ni hayo tu. Asante. Henry, una lipi la kufungia? Mimi nawashukuru tu wana GPS tu, wamekuwa na sisi toka tumeanza msimu mpya wa GPS. Of course pia watuwe radhi kwenye issue ya live. Ni matamanio yetu kufanya live, na nafikiri pengine mambo yakitengamaa, Sky ukiwa kama mastermind pia najua matamanio yako ni kufanya, lakini kutokana na zile changamoto ilibidi tufanye mfumo wa kurekodi ili tuondoe disruption ya flow ya discussion yetu hapa, na kuondoa ile ladha ambayo mtu anatakiwa kuipata. Lakini yote kwa yote nimeona mapokeo yamekuwa mazuri na makubwa, wana GPS wameendelea kusupport. Kwa hiyo tunawaomba waendelee kusupport zaidi na kutuunga mkono. Nafikiri wiki ijayo tutaendelea tena panapo majaliwa, Mwenyezi Mungu akitujalia uzima, tutaendelea kuwapa kile ambacho wanakipenda siku zote. Basi niseme wazee usiku mwema na weekend njema. Spend time vizuri na familia zenu bwana, au sio?